Shalom hapo studio. Naitwa Paul Idi, nipo Indakiso. Akasema kibiblia inaruhusiwa mtu kutoa kiungo cha mwili, yani mfano figo, na kumsaidia mwingine. Kibiblia inaruhusiwa? Sawa sawa. Ndiyo. Kwanza Biblia haisemi moja kwa moja hasa kuhusu pandikizwaji wa viungo, kwa sababu teknolojia hiyo haikuwepo wakati wa kuandikwa kwake hiyo Biblia, na hata hivyo hakuna andiko linalokataza moja kwa moja kuwa mtu haruhusiwi kutoa kiungo kwa ajili ya mtu mwingine. Lakini tukumbuke hasa upandikizaji wa viungo vya binadamu ulianza mwaka 1954, yani ile kufanikiwa kabisa. Ingawa ulianzaga 1905, lakini ile kufanikiwa kuwa wamefanikiwa, yani upandikizwaji wa kwanza, yani mfano watu sasa hivi wakuta figo imefeli, kwa hiyo inabidi atafute utaratibu wa kupata figo nyingine apandikizwe na hivyo. Kwa hii ni teknolojia ya juzi hapa karne ya 20, hapo ndio ilikuwepo hiyo. Kwa hiyo tunapoongelea au yanapouliza kuwa je, Biblia inaruhusu mtu kutoa kiungo, wametaja mfano figo na viungo vingine, je inakuwaje kuwaje? Kwa hiyo Biblia kama nilivyosema haisemi moja kwa moja kwa sababu teknolojia hiyo haikuwepo. Na tukumbuke kitu kimoja, kuwa sio kila kitu kimeandikwa kwenye Biblia kwa sababu wakati wanaandika mazingira yalikuwa tofauti na haya ya kwetu. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini kwa ujumla wa Kristo na wasomi wengi wa Biblia wanaona kuwa utoaji wa viungo kuwa ni jambo linaloruhusiwa, hata kupongezwa, kwa sababu ya kanuni zifuatazo ambazo nitazitaja baadhi hapa ili tuendelee. Kwanza, la kwanza ni upendo wa kujitolea. Yani manake, kwa sababu Biblia inatuhimiza kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Yesu aliongea haya maneno. Kwa kutoa kiungo ili kuokoa au kuboresha maisha ya mtu mwingine, huo kinaonekana kama ni kitendo cha juu cha upendo cha kujitolea, sawa tu na jinsi ambavyo Yesu Kristo yeye aliutoa mwili wake kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo na Yesu mwenyewe anasema hakuna aliye na upendo kama huu kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Yesu anaongea kwenye kitabu cha Yohana 15:13 ambapo aliongea hivyo. Sasa tukumbuke tunapoongelea utoaji wa viungo, wengine sasa wamegeuza kuwa ni biashara. Okay, utayaongea baadaye, lakini sasa ninachoongelea ni ile nataka kuokoa maisha ya mtu mwingine. Kuwa okay, hapa inakuwaje? Kwa hiyo hivyo. Lakini hilo ni jambo la kwanza, kwa ni kutoa upendo wa kujitolea. Jambo la pili, kutoa kwa hiari, generosity, kwa maana kuwa kutoa kwa ukarimu ile. Na maandiko yanasema kuna furaha zaidi katika kutoa kuliko kupokea, sawa sawa na kitabu cha Matendo 20:35. Na kutoa pia kiungo kwa mtu ambaye ni mzima kabisa, amsaidie mtu mwingine kama kitaokoa maisha yake, inaonekana ni ukarimu pia wa hali ya juu. Alafu kuna uponyaji na matumizi ya mwili. Biblia inahimiza kuponya wagonjwa. Mwanza ponyeni wagonjwa. Sasa kupandikiza kiungo ni njia pia ya kuponya, na haikiuki kanuni ya heshima kwa mwili, hasa ikiwa ni baada ya kifo. Naongea nini nikisema baada ya kifo? Kwa sababu mfano kwa mataifa ya wenzetu kama Marekani, unaona mtu kama akiona anakaribia kufa, anaacha wosia kabisa, kwa mkiona nimesha kufa kwenye mwili wangu, kama kuna kiungo chochote cha kuweza kumsaidia mtu mwingine, basi mnaweza mkakitoa. Ili maana mtu asije akafa akazikwa na viungo vyake wakati kulikuwa na uwezekano kabisa wa kiungo chake kikaenda kumsaidia mtu mwingine ambaye yuko katika hali hiyo. Lakini jambo lingine ambalo sasa kidogo lenyewe ni kama changamoto kwa baadhi ya waumini ni mtazamo kuhusu kifo. Kwa kweli mtazamo kuhusu kifo. Kwa sababu Wakristo wanaamini katika ufufuo kwa dini ya Kikristo. Kwa hivyo mwili wa kimwili si wa milele. Mwili wa kimwili. Kwa kutoa viungo baada ya kifo hakuzuii uwezo wa Mungu kufufua miili.
Umeona, kwa sababu hata hivyo maandiko yanasema tutapewa miili mipya. Hivyo mtu asiwe na wasiwasi kuwa nikitolewa mfano maini, figo au nikatolewa jicho, siku ya mwisho nikutwe sina macho, inakuwaje? Umeona? Kwa hiyo hasa hili limekuwa ni changamoto kidogo kwa baadhi ya madhehebu na baadhi ya Wakristo kuwa haifai, na ndio maana unaona mpaka wengine madhehebu mengine hata kumuongezea mgonjwa damu hairuhusiwi. Kwa mtu yuko radhi afe. Yapo madhehebu ya namna hiyo. Nafikiri hata Jehovah Witness nafikiri wao hawaruhusu hiyo kumuongezea mtu damu kwa sababu ya misimamo. Lakini angalizo, kutoa ukiwa hai ni lazima kiungo hicho kisihatarishe maisha ya mtoaji. Maana kulikuwa na kesi moja nadhani kama unaikumbuka, ilikuwa ni alikuwa ni waziri sijui kama sio governor Nigeria, ambaye binti yake alikuwa na miaka kama 24 sijui na 3 hivi, akapelekwa, alikuwa na shida ya figo, akapelekwa Uingereza. Alafu huku ilikuwepo hiyo kesi hiyo, wakamwambia kijana mmoja na miaka kama 16 17 kwa tunakutafutia kazi Uingereza. Kwa yule akaona okay, hii ni fursa. Kumbe ameenda kule, ndio wamempeleka wakamvune figo ili apandikiziwe yule binti yake. Yani huyu kijana afe, yule binti yake yapone. Na kule akawaambia kabisa, huyu tumeshakubaliana na wazazi wake, sio na vitu gani na nini na hivyo. Kweli akatolewa figo yule kijana, na kijana akafa. Maana alitolewa figo zote mbili, akafa. Alafu binti yake ndo akapandikizwa. Kwa hiyo unaona, ndo maana hapa anasema kiungo hicho lazima kinachotolewa kwa ajili ya kumsaidia mtu mwingine kisihatarishe maisha ya mtoaji. Maana kutoa baada ya kifo ni jambo linalokubalika sana, na linaonekana ni kama zawadi ya maisha kwa wanaofaidika na viungo hivyo baada ya kutolewa. Lakini ni lazima, kwa sababu kwa wenzetu kule unaona ni mpaka mtu awe tayari amesha kufa. Lakini hasa vile viungo vikiwa bado ni vya moto, lazima sawa vitoe ili wavihifadhi. Kwa kifupi, kutoa viungo ni jambo la dhamiri binafsi na linaonekana kama tendo la neema na upendo. Ndio maana nikasema Biblia direct haisemi moja kwa moja kwa mtu atoe au asitoe. Lakini nimetoa sababu kadhaa zinazoonyesha kuwa ni jambo la ukarimu, ni jambo linaloonyesha upendo na hivyo. Lakini ninataka tumwangalie hapa Mtume Paulo katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 14 mpaka wa 15. Maana hapa watu wanasema lete andiko yote 9 lete andiko. Unatuambia tuingie Wagalatia 4 14 mpaka 15. 14 mpaka 15. Biblia inasema hivi, na jaribu lililowapata katika mwili wangu hamkulidharau wala kulikataa, bali mlinipokea kama malaika wa Mungu, kama Kristo Yesu. Ndiyo. Kuwapi basi kule kujiita heri? Maana na washuhudia kwamba kama ingaliwezekana mngaling'oa macho yenu mkanipa mimi. Aona, huyu ni Mtume Paulo. Hapa anasema kama ingeliwezekana kung'oa macho yenu mkanipatia mimi. Kumbuka Paulo alikuwa ni dhaifu wa macho, lakini Wagalatia walimpenda kiasi kwamba kungekuwa na teknolojia hiyo ya kupandikiza viungo kama leo hii, kwa namna walivyompenda, basi walikuwa wako tayari kutoa macho yao wampe Paulo mtumishi wa Bwana. Kwa sababu wanazuoni wengi wanadai kuwa Paulo alipata shida ya macho baada ya kukutana na Bwana Yesu. Nafikiri wakumbuka mwanga mkali nuru kutoka mbinguni, halafu akaambiwa. Kwa pale ndo wanazuoni wengi huwa wanakubaliana kwenye hiyo mada kuwa pale ndo alipata ile shida, kwa alikuwa na udhaifu wa macho. Sasa wakaona ni mtu mwenye upako, ni mtu ana mafundisho, ni mtu yani amewaletea yani injili, uamsho wa injili ameileta kwao, akampenda sana kiasi kwamba sasa Paulo mwenyewe anasema kwa kweli, kwa namna mlivyonipokea, unaona sasa mlinipokea kama malaika wa Mungu, sio tu kama malaika, lakini kama Yesu Kristo mwenyewe, na mlinipenda.
lakini wala hamkudharau. Anasema hamkudharau jaribu lililowapata katika mwili wangu, maana ni macho. Ndio maana anasema yani, kama kungekuwa na hiyo teknolojia, it means wale watu walikuwa wako tayari kila mmoja labda achangie jicho lake ampe Mtume Paulo, ili Mtume Paulo aone vizuri kabisa kama binadamu wengine. Kwa hili linatuhakikishia kuwa manake si dhambi kutoa kiungo ukampa mtu mwingine, iwapo tu hakitahatarisha maisha yako wewe mtoaji. Maana isije ikawa wewe unakufa alafu yule anapona kidogo, hapo panakuwa pana shida. Hivyo basi Biblia haishughulikii moja kwa moja swala la upandikizaji wa viungo. Ni wazi kwamba upandikizaji wa viungo haungejulikana sana kama nilivyosema katika zama za Biblia. Hata hivyo ndio hii mistari tuliyoisoma hapa inaonyesha kuwa ni jambo la ukarimu, ni jambo la upendo. Ndio maana tunakuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Yeye hakutoa kiungo kimoja, aliutoa mwili wake mzima wote kwa ajili ya watu wengine. Kwa kuanzia siku za mwanzo kabisa katika Agano la Kale, watu wa Mungu waliamliwa upendo kwa Mungu na pia kwa majirani zao. Manake kuwa tayari kutoa kiungo kutoka kwa miili yetu wenyewe kungeonekana kuwa mfano mkubwa wa kujitolea bila ubinafsi kwa ajili ya mtu mwingine. Na maana kama damu tunaweza tukatoa na tukampa mtu mwingine kama kiungo. Maana damu tunavyoitoa si kwamba inatufanya sisi tupoteze maisha. Kuna kiwango ambacho kabisa wataalamu wanatuambia yes, tunatoa kwa kiwango hiki hapa. Basi halafu baadaye unaambiwa nenda sasa ukale mboga za majani ili uendelee kukaa vizuri. Kama naweza nikatoa damu haijaathiri, lakini damu hii niliyoitoa imeenda kuokoa uhai wa mtu mwingine, maana yake nimeonyesha kitendo cha upendo na kitendo cha ukarimu kumpenda mwingine. Kwa hiyo kama nilivyosema kuwa baadhi ya watu huona mchango wa viungo kama njia ya mwisho ya kukatwa viungo vya mwili wa mwanadamu. Na unaona mfano vifungu kama, sijui hapa ningependa tusome mstari kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19, kwa sababu hii mistari ndio inatumika kutetea wazo kwamba viungo havipaswi kuvunwa kutoka kwa mwili wa binadamu. Na katika barua ya pili ya Mtume Paulo kwa kanisa la Korinto aliwakumbusha, akasema, kwa maana tunajua ya kwamba ikiwa nyumba yetu ya maskani hii ya kidunia ikiharibiwa, tuna jengo la Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, nyumba isiyofanywa kwa mikono, ni ya milele mbinguni. Kwa moja wapo ya wasiwasi mkubwa miongoni mwa Wakristo wengi ni dhana kwamba mwili mzima unahitaji kuwepo na kuhifadhiwa kwa namna fulani kwa ajili ya ufufuo. Lakini kumbuka, kama nilivyosema, tutapewa miili mipya, kwa sababu tukumbuke hao Wakristo wanaopinga kuwa viungo hivi visitolewe, kwamba ufufuo wenyewe unahitaji mwili kamili. Hata hivyo Mungu alipokuwa anatoa adhabu katika bustani ya Edeni, alimwambia Adam, kwa jasho la uso wako utakula chakula chako hata utakaporudi ardhini, kwa kuwa ulitwaliwa humo, kwa maana wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Tutakumbuka hiyo kauli. Kwa hivyo Mungu alisema kwamba siku moja miili yetu ya duniani hii tulionayo inarudi kwenye udongo. Hiyo sio ndio tutafufuliwa nayo na utapewa miili mipya. Sasa kule utafufuliwa mwili umeshaoza tayari, ukiwa uko katika hilo ukiwa katika kaburi. Sasa kwa hiyo Mtume Paulo anatoa ufahamu huo kuwa mwili wa kimwili, niseme hivyo, ambaye ndio tunayo hii miili. Kila mmoja anayetusikiliza, maana mpaka utusikilize lazima una mwili. Kwa hii miili ni miili ambayo imetokana na udongo ambao sasa uko hivyo. Na alitumia mfano wa tofauti kati ya mbegu na zao la mbegu, hiyo ikionyesha tofauti kati ya mwili wa duniani na mwili unaofufuliwa. Kisha akaendelea kutoa maoni, akasema hupandwa mwili wa kawaida, ufufuliwa mwili wa kiroho. Kwa hiyo kuna mwili wa kawaida na kuna mwili wa kiroho. Umeona, ni kwa maelezo ya Paulo. Kwa tukiamini kwamba miili iliyofufuliwa wakati wa ufufuo inawakilisha tu kujishughulisha tena na miili yetu ya duniani, basi ikiwa ni hivyo
tutakuwa tunadhana potofu. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Sasa nataka nimalizie swali hili kuhusu mchango wa viungo na uvunaji sasa wa viungo. Ukiachilia mbali damu kila mtu anatoa. Ndio. Lakini kumbuka kuna madhehebu kama nilivyokuambia hayaruhusu kutoa wala kuongezewa damu. Sisi tulikuwa na ndugu yetu mmoja alikufa, alipungukiwa damu, lakini ni wa dhehebu ambalo haliruhusu. Kwa hiyo alikata kuongezewa damu. Tatizo lilikuwa ni hilo tu. Ni damu tu, madaktari walisema inabidi aongezewe damu ndo akae sawa. Aligoma akasema hapana, bora mimi nikamuone baba wa mianga. Akaenda kumuona baba wa mianga. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa hoja halali dhidi ya mchango wa viungo inatokana na mchakato huo uvunaji wa viungo. Hakuna ubaya wowote kimaadili kama kurejesha viungo kutoka kwa wafu. Lakini upandikizaji mwingi wa viungo uliofanikiwa unahitaji kwamba viungo vyovyote vinavyotarajiwa viwe hai huku damu na oksijeni ikitiririka kupitia hivyo hadi viondolewe mwilini. Kwa ndio maana hiyo. Sasa tatizo hili ni gumu kwa sababu hatuwezi na hatupaswi kuunga mkono kukomesha uhai kwa niaba ya mchango wa viungo. Yaani uhai wa mtu mmoja ukatizwe kwa sababu tuna mtu hapa anahitaji awekewe viungo. Hii inakuwa tatizo kidogo. Kwa taaluma ya matibabu imekuwa ikitumia kukomesha shughuli za moyo na mapafu kuashiria hatua ya kifo. Teknolojia ya matibabu ilikuwa imeendelea hadi kufikia hatua ambapo inawezekana kudumisha kupitia upumuaji, yani shughuli za moyo na mapafu kwa siku hata kwa wiki baada ya mgonjwa kupoteza utendaji wa ubongo bila kurekebishwa, yani mashine. Tunaongelewa sikia mtu anapata ile life support. Atakao kuta ubongo yani ndio hivyo kama haufanyi kazi kama umepotea, lakini mtu anapata life support kupitia nini? Kupitia zile mashine. Yes, kwa hiyo sasa kumekuwa na msukumo katika baadhi ya duru za kimatibabu kwamba kuvuna viungo wakati mgonjwa amepoteza utendaji wa ubongo wa hali ya juu lakini bado yu hai. Sasa 1994 ilikuwa Baraza la Masuala ya Maadili na Mahakama ya Chama cha Madaktari cha Marekani maoni yake yaliyosasishwa kwamba inaruhusiwa kimaadili kuwatumia watoto waliozaliwa bila utendaji wa ubongo wa hali ya juu kama wafadhili wa viungo. Lakini kama Wakristo tunaweza kuunga mkono mchango wa viungo tu katika visa ambavyo kifo kimeamliwa na kila kigezo. Kwa maana kuwa mpaka zile mashine sasa zimefanyaje? Zimeflat kabisa. Huyu mtu sasa hayupo. Pale sasa ndio mtu anaweza sasa kama lakini aliandika kwa mimi nikiondoka basi viungo chochote cha kiungo changu ambacho kinaweza kikamsaidia mtu it's okay. Kwa hiyo inaruhusiwa, lakini ndivyo. Kwa hiyo ndio tuseme hivi kwa swali alilouliza ndugu yetu Paulo Idi, kwenye Biblia kama nilivyosema sio moja kwa moja na hivyo, lakini naona kama una maswali mengi sana. Nimenesa kichwa mpaka ni bora ukayaongea mwalimu. Yani ni kama nawakilisha wenzangu huko nje. Umeongea. Kwanza unasikia mwili kusisimka, viungo kutoka, unawaza huo mchakato nini macho. Sasa kuna imani tunayo, kuna swala linaitwa adhabu ya kaburi. Ya wengi. Unapokufa, unapoenda kaburini, kuna jinsi viungo vyako kule malaika anakuja akiviangalia, akivitoa nini. Na mtu unaambiwa unajisikia, yani wanasema umekufa lakini unasikia kabisa. Sasa inakuwaje katika mchakato huu kwamba tukoshoa kwamba nikisha kufa kwamba sisikii maumivu ya kung'olewa jicho au meno au moyo? Je, inaweza kuwa ni adhabu dabo? Hiyo ni ya kwanza. Mtazamo wa kiimani. Lakini tukija kwenye maisha sasa ya kawaida, kuna jinsi unaweza ukatoa alafu mambo ulikuwa mzima na umekubaliana na ukatoa alafu ukafa. Hiyo ndo watu pia wanaofia. Mchakato labda hujaenda vizuri, mambo kama hayo. Lakini kingine tena, leo umetushtua kuhusiana na ishu ya Paulo alikuwa haoni. Sasa hapo ndo tunawaza au ndo maana alishindwa kuoa. Kuona alikuwa anaona kwa uhafifu.
Yani ndo vitu ninavyovitafakari kwamba issue ya Paulo mpaka anawaza watu kumchangia macho, maana hii ni sentence kubwa. Ni yamkini ndo macho yake kwani yalikuwa yanaonekanaje? Alafu na watu wa zama hizo mpaka kupokea injili ya Paulo na akiwa anaponya wengine, alafu macho yake yako vile, walikuwa wanachukuliaje hili jambo? Yani ndo vitu ninavyoviwaza. Lakini kwa ujumla kutoa kiungo chako kwa ajili ya kumsaidia mwingine sio vibaya. Maana pia Marekani si wanachoma hata huo mwili, hata ukikataa utachomwa tu, utakuwa majivu. Kwa hiyo afadhali ujitoe, ila kwa Afrika bado hatujafikia huko kwenye kuchoma. Hayo ndio maswali ambayo yakizunguka huku kichwani nikitafakari hii inakuaje, kwamba nitakuaje shua kwamba huko mbele yao sitahitajika hivi viungo. Ufufuo, hakuna mtu ameona ufufuo mpaka sasa hizi. Hatujaenda. Ukiniambia nitapewa mwili mpya mwalimu, bado siko shua na hiyo habari ya mwili mpya. Kwa hiyo bado najitetea mimi na ile andiko ili ni hekalu la Mtakatifu. Sasa aliyesema ni hekalu la Mungu ndio huyo aliyesema mwili mpya. Kwa hiyo kama umemwona kauli ya kwanza kuwa mwili wako ni hekalu la Mungu, inabidi muamini tena kwenye kauli ya pili kuwa miili yetu hii itafufuliwa. Kwa hiyo ndio maana. Kwa hiyo sasa kama ulivyouliza hapo, kiukweli kama ulivyouliza, kwa sababu mfano kama ile adhabu ya kaburi ulivyosema, maana ile ni kwa mujibu wa mtazamo wa imani, mitazamo ya kiimani kwa watu fulani. Ndio maana tukawa tunajibu hapa according to Bible inasemaje kuhusiana na Biblia. Lakini wale sasa kwa upande wao jua, lakini wasiwasi wa kuwa naweza nikajitolea nitoe kiungo, labda mchakato ukwenda vizuri, alafu na mimi nikapoteza maisha. Ukipoteza maisha, sisi tutasema labda ndio njia ambayo Mungu aliiweka ili kama ulikubali. Lakini isipokuwa sasa kwa wenzetu, unajua pia hii imeendelea zaidi. Kwa hiyo kila kitu wanakifanya kikiwa perfect, tofauti na mataifa mengine ambayo yana changamoto kidogo ya utabibu. Ndio maana iko hivi, mtu amefanyiwa operation lakini haikwenda vizuri, labda watu hawakuwa makini wale. Lakini tofauti na mataifa ya wenzetu kama makutani yani wafuatilia yani kila kitu, kwa hata operation ikifanyika ina nini. Lakini mwisho wa siku tutarudi pale pale, daktari anafanya operation, isipokuwa mponyaji ni Mungu mwenyewe. Mimi hiyo ya mashine ambayo umeiongelea, kama tunakumbuka hivi juzi kati ndo mtoto wa mfalme wa Dubai alikufa, lakini alikaa kwenye ile life support machine sijui kwa muda wa miaka mingi kama 30 nafikiri inafika, akiwa tu anapumuliaga mashine. Yani walivyokubali kwamba sasa basi, lakini ubongo wake na vitu vingine vilikuwa havifanyi kazi. Na hiyo ilitokana na ajali. Alipata ajali, kwa hiyo sasa akakaa kwenye life support nadhani zaidi ya miaka 25 kwenye life support. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku akasema jamani, huyu mtu ndo hivyo tena. Walikuwa wanamuita sleeping prince. Maana muda wa miaka 25 mtu amelala tu, haelewi chochote kinachoendelea. Basi wazazi wataka kumuona akiwa yuko hivyo na nini, lakini ndio hivyo. Kwa ikabidi watoe sasa, alafu wakakubali kuwa basi Bwana ametoa na Bwana ametoa na Bwana ametoa. Lakini kuna ile hali ya kumpenda mtoto. Tunaongea kwamba kuna mtu huwezi kubali akaondoka kwenye maisha yako. Kwa hiyo unaweza sema kama ni hicho mimi nitafanya. Kweli. Nitafanya. Hiyo extend
judgment ipo. Yeah, ipo. Yani achana na hii, nakwambia sijui adhabu ya kaburi, ni achana na hiyo. Kuna ile inafikia mahali kwamba hapana, huyu mtu au akili hii, jamani, huyu mtu tulivyowekea, hapana, au ninavyompenda lazima mimi nitatoa. Kama ni hizo figo, jamani, hata kama ni 2 nye chukueni. Ya, ni kweli. Hiyo ipo. Nawaza watu wanaodhani kuwa labda itakuwaje kwenye ufufuo, nilitolewa kiungo. Hebu tuje sasa kwa wale ndugu zetu, mama zetu ambao wanapata kansa ya titi, alafu anaambiwa ili sisambae inabidi tukate. Sasa ujajiuliza naye itakuwaje? Naye akomae aseme hapana, mimi ni mambo ambayo